الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu zangu katika imani, ndugu wakina mama, wakina dada, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, napenda kuwakumbusha na kuwahusia katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika waliofaulu mbele yake ni wale waliojipamba na vazi la kumcha. Hivyo napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwakumbusha nyinyi wenzangu katika swala hilo la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani ndilo lengo la mimi na wewe kuwepo katika ulimwengu huu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kunitumikia. Hivi nawakumbusha katika wajibu huo. Mada yetu haitaenda mbali sana kuhusiana na swala au masala mutaalliqa bin nisa. Tutaelezea zaidi mambo ambayo yanawahusu wanawake, yanawahusu nyie bil khusus, kuanzia upande wa kutambua nafasi zenu, kwa sababu katika jambo baya kwa mwanadamu ni kuto kuitambua nafasi yake, man huwa, yeye ni nani katika dunia hii. Kama hautambui nafasi yako wewe ni nani, utaishi hali ya kuwa ni mtu wa ajabu. Unaweza kufanya vitu vya ajabu, watu wakakuona kituko. Kwa nini? Hukuitambua nafasi yako wewe ni nani. Lakini ukijitambua wewe mwenyewe, dhatuk man ant, utaweza kujiweka katika position yako unayostahili. Sasa nitazungumzia katika baadhi ya nukta kuhusiana na nafasi hasa inayomhusu mwanamke katika jamii, wabil khusus ndani ya Uislamu. Yapo maneno mengi ndugu zangu katika imani yazungumzwayo juu ya Uislamu katika tashwih surat al-Islami, kuchafua ile sura ama picha ya Uislamu, anna al-Islam dinun dayaqa ala al-mar'a, kuwa Uislamu ni dini iliyominya, ni dini iliyombana mwanamke, ni dini iliyomkaba roho, hawezi kupumua mwanamke. Hasha wa kalla, hapana ndugu zangu, sio hivyo, bali al-amru bil aks, jambo liko kinyume na hivyo. Laqad karrama al-islamu al-mar'ata takriman adhima, kwa hakika Uislamu umemtukuza mwanamke kumtukuza kulikokuwa kukubwa sana. Kama kuna dini iliyokuja ikamnyanyua mwanamke na kumweka katika daraja la heshima,
basi hakuna kama Uislamu. Uislamu umemtukuza mwanamke, ukamuweka katika daraja lake linalostahiki, wa rafaa makanataha, lakini kadhalika Uislamu ukainyanyua nafasi yake, nafasi ya huyu mwanamke, wa hafidha huquqaha, Uislamu ukahifadhi haki zake, haki za huyu mwanamke, waja'alaha sharikatan lirajuli fi amarati al-ardi, ukamfanya mwanamke kuwa ni mshirika wa mwanaume katika kuimarisha ardhi. Pale Allah aliposema inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi nitamweka katika ardhi kiongozi, nitamweka khalifa kwenye ardhi. Mwanamke kafanywa ni mshirika wa mwanaume katika kuimarisha ardhi, walqiyami bil ibada, lakini vile vile kusimama kutekeleza ibada, wa taati, pamoja na taa mbalimbali. Uislamu umemshirikisha mwanamke. Falmar'atu warajulu sawa, mwanamke na mwanaume wako sawa sawa, fi asli taklifi, katika asli ya makalifisho ya kidini. Hawa wote wamewekwa katika daraja la sawa. Mwanaume kaamrishwa kuswali na mwanamke kaamrishwa kuswali. Mwanamume kaamrishwa kufunga, kadhalika almar'a, vile vile mwanamke kaamrishwa kufunga. Mwanaume anahiji, kadhalika mwanamke anahiji. Mwanaume anatoa sadaka, kadhalika mwanamke anatoa sadaka. Na ibada nyingine, hawa wamewekwa katika daraja linalolingana katika taklif, kukalifishwa katika toa. Pale Allah tabaraka wa taala alipoeleza katika suratul Ahzabi aya ya 35, akasema innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aya ikaendelea mpaka pale aliposema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Kawataja wanaume na wanawake, hakika waislamu wa kiume na waislamu wa kike, waumini wa kiume na waumini wa kike. Akaenda mpaka akataja kwamba wote hawa wameandaliwa na Mwenyezi Mungu msamaha pamoja na ujira uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo ndugu yangu, ewe mama, ewe dada, usijihisi mnyonge katika dini yako, usijihisi mnyonge katika jamii. Makanatuka adhima, kwani nafasi yako ni kubwa mno. Uislamu umekuweka katika nafasi nzuri, ukahifadhi heshima yako wewe mwanamke. Nitataja baadhi ya vipengele. Takrimul mar'ati wa hifdhi karamatiha, Uislamu umemkirimu huyu mwanamke, lakini ukachunga na kuhifadhi utukufu wake. Laqad naha al-islamu an dhulmi al-mar'ati wa ihanatiha, kwani Uislamu umekataza kumdhulumu mwanamke, lakini umekataza vile vile kumdhalilisha. Uislamu umekataza kumdhulumu mwanamke kwa sampuli yoyote, haifai. Lakini kadhalika ihanatiha, kumdhalilisha, kumuona kuwa ni kitu kisichokuwa na maana, Uislamu umekataza pia jambo hilo. Wa amara bihusni muamalatiha, ukaamrisha Uislamu kuamiliana vizuri na mwanamke. Lakini Uislamu
Unamtazama mwanamke kal ummi, kama ni mama wa jamii. Mwanamke ni mama wa jamii. Laqad rafa'a al-islamu makanata al-ummi, kwani hakika Uislamu umeinyanyua nafasi ya mama. Waja'ala birraha min a'dhami al-a'mal, ukajaalia Uislamu kumtendea wema mama ni katika matendo yaliyokuwa makubwa mno. Suila an-nabii sallallahu alayhi wasallama, Mtume rehma na amani ziwe juu yake aliulizwa na mmoja kati ya masahaba, faqala man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati. Alikuja sahaba mmoja kwa Mtume Muhammad akamuuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ni nani anayestahiki zaidi miongoni mwa watu mimi kumfanyia wema? Hili swali sahaba amuuliza Mtume Muhammad, nani katika watu anastahiki zaidi wema wangu? Faqala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumjibu huyu bwana, ummuka, mama yako. Qala thumma man, huyu bwana akasema kumuuliza Mtume, kisha nani baada ya hapo? Qala ummuk, Mtume akamwambia mama yako. Qala thumma man, akauliza tena bwana huyu, kisha nani? Qala ummuk, Mtume amwambia mama yako. 3 marat, mara 3. Qala, Mtume akasema thumma abuka, kisha baada ya hapo baba yako. Anauliza nani wa kustahiki kumfanyia wema zaidi na muamala mzuri katika watu? Mtume amwambia mama yako. Bwana auliza kisha nani? Mtume amwambia mama yako. Auliza tena kisha nani? Mtume amwambia mama yako, mara 3. Mara ya 4 ndio Mtume akamtaja baba, akamwambia thumma abuka, kisha baba yako. Hii ni nafasi, ewe mama, unatakiwa kuitambua kwamba nafasi yako kama mama, kama mwanamke ni kubwa mno. Wewe ndiye mlezi wa jamii. Kutengenea kwa jamii kupo chini ya dhamana yako. Wanaume sisi mara nyingi tunakuwa si wakazi sana wa majumbani. Tutatoka huko kule kutafuta luqmatul aish, kwenda kutafuta tonge la familia yako. Anayebakia pale nyumbani ni wewe mama, nyumba ni yako. Wewe ndiye mwalimu pale wa kuielimisha jamii, watoto wako, kuielimisha familia yako. Unapokengeuka wewe ukatoa malezi yasiyokuwafaa kwa hawa watoto, basi uelewe vile vile umeiharibu jamii kiujumla wake. Ukitoa malezi mabaya kwa hawa watoto, ukawa husimamii kutekeleza wajibu unaostahiki kwako wewe kama mama, nafasi yako kama mlezi, ukawaacha watoto katika hali ya kukosa usimamizi wa kidini, basi tambua haujajiharibu wewe au kuharibu watoto wako peke yako, bali umeiharibu jamii nzima. Hii ni nafasi unatakiwa kuitambua, ndugu yangu katika imani. Makanatuha kazauja, nafasi ya mwanamke kama mke. Nafasi ya mwanamke kama mke. Tumeangalia nafasi ya mwanamke kama mama,
Lakini je, huyu mwanamke nafasi yake kama mke? Amara alislamu zauja. Ndugu zangu katika imani, Uislamu umemwamrisha mwanaume bihusni muasharati zaujatihi, kuamiliana vizuri na mkewe. Hii ni amri. Allah tabaraka wa taala amemwamrisha kila mume awe na muamala mzuri juu ya mke wake. Hapa wanaweza wakafeli baadhi ya watu. Husnul muashara, Uislamu unataka mume aamiliane vizuri na mkewe, pale aliposema waashiruhunna bilma'rufi, amilianeni nao wake zenu kwa wema. Yawezekana mwanaume akawa ni mkatili, yawezekana akawa hana muamala mzuri, lakini wewe kama mke, hapa ni mtihani kwako wewe. Kwanza kabisa subra, lakini pili kusimamia ile nafasi yako ya wajibu. Si kigezo cha wewe kuwa nunda kwa mumeo, kisa mume bwana mwenyewe bwana wala anikatilizi. Kwa hiyo huna lolote la wajibu unalolifanya kisa mume hakupatilizi. Kusimamia nafasi yako kama mke. Uislamu umemwamrisha huyu mume aishi na wewe kwa wema, lakini ikosekanapo huo wema wa kuishi na wewe, pengine ana mapungufu yake, mchukulie kama binadamu, usimamie kwenye nafasi yako. Waja'ala az-zawaja qa'iman 'ala al-mawaddati war-rahma wat-ta'awun. Uislamu ukaijalia ndoa ni kitu chenye kusimama juu ya kupendana, kuhurumiana pamoja na kusaidiana. Ndoa yoyote ikisimama kwenye misingi hii, kupendana, almawadda, kuhurumiana, arrahma, na kusaidiana, at-taawun, huna hapa hupatikana husnul muashara, kule kuamiliana kwa wema. Vinapokosekana vitu hivi, basi ndoa hiyo inaweza ikaingia mtihani. Lakini ni juu yako ewe mwanamke, usimamie nafasi yako, usiwe ni chanzo cha kuvuruga ndoa yako. Simamia katika nafasi yako. Nafasi yake katika hifdhu maliha. Uislamu umemweka mwanamke vile vile katika nafasi ya kuchunga na kusimamia mali yake. Uislamu haukumtazama mwanamke kwamba ni chombo tu cha kupika na kuosha vyombo basi asimiliki katika mali. Hapana. A'ta al-Islamu al-mar'ata haqqa al-mirath, kwani Uislamu umempa mwanamke haki ya kurithi. Ukirithi ni mali, kitu ambacho hapo zamani kabla al-Islam hakikukuwepo. Mwanamke wala alikuwa harithi kabla ya Uislamu, lakini ulivyokuja Uislamu ukaitambua nafasi ya mwanamke kwenye mirathi, akawa naye ana fungu lake arithi. Hii ni haki kapewa na Uislamu. Wasadaq, lakini Uislamu pia ukaweka haki ya mahari. Qala ta'ala wa atu nisaa sadaqatihinna nihla. Allah anasema wapeni wanawake mahari zao. Hii ni kipawa.
ni kipawa ambacho Allah amempatia mwanamke, ni haki yake, mali yake. Kumekuwa na tabia ambazo zinafanywa na baadhi ya jamii, baadhi ya familia. Baba amekuwa yeye ndiye mchukuaji wa mahari ya binti yake, aichukua akaitia mfukoni, aenda fanya shughuli zake. Yule binti anaweza asiambulie hata shilingi katika mahari yake aliyoolewa na mume wake. Hii ni aina ya dhulma. Mahari ni haki ya mwanamke, si haki yako wewe baba. Wapatieni wanawake haki zao, ni haki yako ambayo Uislamu umekupatia. Watamliki, lakini pia Uislamu umempa mwanamke haki ya kumiliki. Una haki ya kumiliki. Wafanya biashara zako, umepata mali, una haki ya kumiliki. Si haramu katika Uislamu ikawa wewe mwanamke una nyumba wamiliki, una gari wamiliki, una hiki wamiliki. Uislamu haujakataza, ni haki yako ya kumiliki. Pia ukampa mwanamke haki tasarrufi fi maliha. Uislamu umempatia mwanamke vile vile haki ya matumizi katika mali yake, wifqa ahkami sharia, lakini kuendana na hukumu za kisheria. Unaruhusika kufanya matumizi kwenye mali yako. Kile unachomiliki Uislamu umekupa ruhusa, tumia utakavyo, lakini usivuke katika mipaka ya sheria. Na hili hata mwanaume pia kwenye mali yake anatakiwa atumie, lakini asivuke kwenye mipaka ya kisheria. Ikawa yeye kwa mali yake basi ndio mlevi ni yeye, mambo yote ya ovyo ovyo ayafanya yeye kisa ana mali, huyo atakuwa amevuka mipaka ya kisheria. Kwa mwanamke anayo haki ya kufanya matumizi katika mali yake na asivuke mipaka ya kisheria. Kadhalika ndugu zangu katika imani, nafasi ya mwanamke katika kutafuta elimu. Hatha al-Islamu ala talabil ilmi. Uislamu umehimiza sana katika swala la kuitafuta elimu. Kutafuta elimu ndugu zangu katika imani, Mtume anasema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni jambo la lazima juu ya kila aitwaye Muislamu. Kila aitwaye Muislamu anaingia ndani yake mwanamke. Kwa hiyo Uislamu umemtaka vile vile mwanamke atafute elimu, ni haki yake kuitafuta elimu. Wakalat ummahati almu'minin wasahabiyat yuallimna an-nasa, walikuwa mama wa waumini wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wanawake wa kisahaba wakiwaelimisha watu. Walikuwa na elimu kiasi cha kuwaelimisha wengine. Ni haki yako kusoma na kuielimisha jamii. Wa min ashharihinna Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na miongoni mwa wanawake mashuhuri waliokuwa na elimu kiasi cha kuielimisha jamii alikuwa ni mama Aisha, radhi za Allah zimwendee. Ukisoma kwenye vitabu utakuta mama Aisha alikuwa akiitoa elimu, kuwaelimisha watu. Mpaka siku hiyo yuko na Masruq. Mama Aisha amwambia Masruq, thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama ala Allahi firyata. Elimu mama Aisha anaitoa, amfundisha Masruq, elimu ambayo na sisi imetufikia. Mama Aisha amwambia mambo matatu, yeyote atakayeyabebea itikadi
akayazungumza kwa itikadi kuwa ndicho anachokitakidi kitu hicho, faqad a'dhama 'ala Allahi al-firyata, basi mtu huyo atakuwa amemsingizia Mwenyezi Mungu uongo. Man za'ama anna Muhammad ya'lamu ma fi ghadi, mwenye kudai ya kwamba Muhammad anatambua mambo ya kesho, faqad a'dhama 'ala Allahi al-firyata, mtu huyo amemzushia Mwenyezi Mungu uongo mkubwa. Haya maneno mama Aisha anasema, asema yoyote mwenye kudai ya kwamba Muhammad anajua kitakachotokea kesho, basi mtu huyo kamsingizia Allah uongo mkubwa. Kwa nini? Hakuna anayejua ilmu al-ghaibi isipokuwa Allah. Waman zama anna Muhammada katama shay'a, na mwenye kudai kuwa Muhammad ameficha kitu kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, faqad a'dhama 'ala Allahi al-firyata, mtu huyo kamsingizia Mwenyezi Mungu uongo mkubwa. Kwa nini? Allah anasema kumwambia Muhammad, balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas, fikisha ewe Muhammad kilichoshushwa kwako wewe. Ikiwa hutafanya hivyo, basi hujafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Fikisha na Allah atakulinda na watu. Waman zama anna Muhammad ra'a rabbahu, mama Aisha asema na yeyote mwenye kudai ya kwamba Muhammad alimuona Mola wake, faqad a'dhama 'ala Allahi al-firyata, mtu huyo amemsingizia Mwenyezi Mungu uongo mkubwa. Kwa nini? Allah anasema la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, hakuna jicho linalodiriki kumuona Allah, lakini yeye Allah anawaona viumbe vyake. Baada ya kusema maneno haya, Masruq akashtuka, amwambia mama Aisha, Muhammad kweli hakumuona Mola wake? Mbona Allah anasema walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, hakika alimuona katika ufuq iliyokuwa wazi. Asili ya ufuq, ndugu zangu, ukiangalia kule pembeni utaona kama mbingu imeingia ndani hivi, lakini ile mbingu haijaingia ndani, bali ule ni upeo wa mwisho wa macho yako kuona, inaitwa ufuq. Sasa Allah anasema walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, hakika Muhammad alimuona katika ufuq iliyokuwa wazi. Masruq amwambia, mbona Allah anasema hivi? Lakini pia mbona Allah kwenye aya nyingine anasema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, alimuona kwa mara nyingine. Ufahamu wa Masruq, alijua kwamba aya hizi zinamaanisha kuwa Muhammad alimuona Allah tabaraka wa taala. Mama Aisha kwa elimu yake aliyokuwa nayo, ni mwanamke huyu, akamwambia Masruq, ana awwalu hadhihi al-umma sa'ala an dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amwambia mimi ni wa mwanzo katika umma huu kuliuliza swala hilo, kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sema mimi nilimuuliza Mtume kuhusiana na aya mbili hizi, nani aliyekusudiwa? Huyu aliyemuona kwenye ufuk iliyokuwa wazi, ulimuona nani? Mama Aisha amuuliza mumewe Mtume Muhammad. Faqala, Mtume akasema kumjibu mama Aisha, innahu Jibrilu, huyo aliyekusudiwa kwenye hizi aya kuwa nilimuona katika ufuki na nikaja nikamuona kwa mara nyingine, mkusudiwa hapo ni Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hataini almarrataini, sijapata kumuona Jibrili katika umbile lake ambalo kaumbwa nalo na Mwenyezi Mungu zaidi ya hizi mara mbili zilizotajwa kwenye hii Qur'an. Elimu hii mama Aisha anaitoa, anaifikisha kwa Masruq
na inafika kwa umma wa Kiislamu, alikuwa ni mwanamke. Ndugu yangu katika imani, Uislamu umekupa haki ya kusoma. Jifunze elimu mbalimbali. Uislamu haukukatazi wewe kusoma shule. Wakati mwingine kuna fikra mbaya, mwanamke bwana asisome shule. Hapana, asome shule. Ikiwezekana afike huko atakakofika kwenye daraja kubwa za ilmu. Tutahitaji sisi na tuna uhitaji wa wasomi wa kike, wataalamu wa kike. Kuna mambo mbalimbali mutaalliqa bin nisa, yafungamanayo na wanawake, tunahitajia wataalamu wa kike. Uislamu, ndugu zangu wa kina mama, haujawaweka nyuma katika swala la kusoma. Umefungua wigo mpana kabisa kujifunza elimu zote, iwe ni elimu ya kisekula, kasome. Jifunze udaktari, kajifunze mambo mbalimbali yanayofungamana na elimu ya mazingira, lakini elimu yako ya dini vile vile uisome tena sana. Uislamu umekuruhusu. Ndugu zangu katika imani, nafasi ya mwanamke ni kubwa mno. Mwanamke si kitu kinyonge katika Uislamu. Nitawapa mfano wa mama Khadija binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, awwalul mu'minina, muumini wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwanamke. Mwalijua hilo? Kina mama mwalijua hilo? Mtu wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad alikuwa ni mwanamke, mama Khadija. Indama nazala alwahyu, wakati uliposhuka wahyi ala nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, li awwal marra, kwa mara ya kwanza kabisa, saddaqatuhu Khadija. Khadija ndiye aliyemsadikisha Mtume, wa amanat bi risalatihi, akaamini mama huyu kuamini utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fakanat bidhalika awwala mu'minin bihi minan nisa'i warrijal, na kwa jambo hili huyu mama akawa ndiye muumini wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama miongoni mwa wanaume na wanawake. Ndiyo muumini namba moja ni mwanamke. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, indama raja'a min ghari Hira, aliporejea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwenye pango, khaifan yarjufu fuaduhu, karejea Mtume ana hofu. Mtume alivyoenda kwenye pango la Hira, akatokewa na malaika Jibril, akaja akamshika kwa nguvu akimwambia iqra, soma. Mtume hofu ikamjaa, asema ma ana biqari, mimi si msomaji. Akamminya, iqra, qala ma ana biqari, Mtume asema mimi si msomaji. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Khalaqal insana min alaq, kamuumba mwanadamu kwa tone la damu. Iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako umtukuze.
Soma na Mola wako ni mkarimu zaidi. Alladhi allama bilqalam, Mola ambaye amemwelimisha mwanadamu kwa kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, akamwelimisha mwanadamu asichokijua. Mtume baada ya kushushiwa aya hizi, mara ya kwanza hajui ni kitu gani kimemtokea. Arejea nyumbani kwa mkewe Bi Khadija, Mtume atetemeka. Qala zammiluni zammiluni, tunasema nifunikeni nifunikeni nifunikeni. Fazammaluhu, wakamfunika. Hatta dhahaba anhu ar-raw, mpaka ile hofu Mtume ikamtoka. Bi Khadija amuuliza Mtume, malak, una nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amweleza mkewe kilichomsibu. Angalia, huyo alikuwa ni mwanamke wa kweli kweli. Amwambia mumewe, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka la tasili rahimi wa tahmilu lkalla wa taksibi lmadum wa tukri dhaif wa tu'inu ala nawaibi lhaqi. Mtume atetemeka, kaja kafunikwa. Hofu yake ilivyomtoka, mke amuuliza, umepatwa na nini? Mtume amsimulia Bi Khadija kilichomsibu. Bi Khadija anampa taslia, anamliwaza mumewe, amwambia, na apa kwa Mwenyezi Mungu, Allah hawezi kukufedhehesha. Ma yukhzika Allahu abada, kamwe Allah hawezi kukufedhehesha. Innaka la tasili rahimi, kwani wewe Muhammadi unaunga udugu. Jambo zuri walifanya, wewe ni mtu wa kuunganisha udugu. Wa taksibil ma'duma, lakini wewe unawapatia watu walivyovikosa. Wawapatia watu vitu ambavyo hawana, wamevikosa, wewe wawapatia. Wa tukri dhaif, lakini pia wewe unawakirimu wageni. Wa tasduqul haditha, wewe ni mkweli katika mazungumzo yako. Wa tu'inu ala nawaibil haq, lakini vile vile unasaidia wewe katika mambo yote yanayohusiana na haki. Kwa mazuri haya unayoyafanya, kama Mwenyezi Mungu hawezi kukufedhehesha. Mke amliwaza mumewe. Kawaida ndugu zangu, hakuna sumu inayomuathiri mwanaume kama maneno ya mkewe. Maneno ya mke yana athari kubwa sana kwa mume. Mwanamke anaweza akayazungumza maneno kwa mumewe, mume akajiona hakuna mtu mpuuzi kwenye jamii kama yeye, hakuna bwege kama yeye, hakuna jitu la ovyo ovyo kama yeye. Na kama hana imani, aweza akenda akajitundika kitanzi akaning'inia kwa maneno tu aliyoambiwa na mwanamke. Lakini mwanamke anaweza akayasema maneno kwa mumewe yakamfanya huyu mume akajihisi duniani hakuna shujaa kama yeye, akatoka kifua mbele. Kila anayemuona mbele yake amuona kidagaa tu. Maneno aliyoyapata kwa mkewe. Tuchunge maneno tunayoyazungumza kwa waume. Naamini wengi hapa ni kina mama, wana waume zao wameolewa. Ulimi una athari kubwa sana kwenye maisha ya muamala wa kindoa. Ulimi unaweza ukajenga, ulimi unaweza ukaharibu. Wakina mama mara nyingi tumekuwa na tantarira.
mwingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika msafara wa Isra wal Mi'raj, alivyorejea baada ya kuyaona aliyoyaona huko, kurudi Mtume awaambia wanawake, tasaddaqna, enyi wanawake toweni sana sadaka. Kwa nini? Anasema fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, kwani mimi nimewaona wanawake ndio watu wengi wa motoni, ndio watu wengi wa motoni. Kasimama mama mmoja amwambia, ya Rasulullah, ma lana akthara ahli an-nar, kwa nini sisi ndio watu wengi wa motoni, kuna nini? Kala Mtume akasema, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, wanawake mna desturi ya kukithirisha laana, kulaani. Hili neno lina maana mbili. Kulaani kwa maana neno unalolitoa ni neno la kulaani, laani tu, si la kupongeza. Lakini tukthirna al-la'na, mwakithirisha kufanya vitendo ambavyo tujibu al-la'na, vinampelekea mtu kupata laana. Kwamba amelaaniwa mwenye kufanya hivi. Ukiangalia wanawake wengi wanafanya vile vitendo ambavyo vinampelekea mtu kufanya laana. Watakfurna al-ashira, Mtume anasema na mna tabia ya kukanusha ule wema mnaofanyiwa na waume zenu. Mume yawezekana apambana kweli kweli, lakini akija sasa yeye ndio umeleta hiki, mbona fulani kule kaletewa hiki. Kuna baadhi ya wanawake naamini si miongoni mwenu, na Allah awanusuru, awafanye na awazidishe katika wema huu mliokuwa nao. Kuna baadhi ya wanawake akienda huko kwa jirani kutembea, kaenda kaona kuna TV ya nchi 50, kule kwake kuna ndogo ya nchi 20 na ngapi, nchi 30 na ngapi, akija mkuta kanuna, una nini? Nana taumizana macho tu hapa. Taumizana macho kivipi? Sasa kiji TV hichi, ndaji TV liko huko bwana, huko kuna dude kama hivi, la nchi kama hivi. Mimi nashangaa ya kiji TV ndo mpaka lini ke? Tayari akidharau kile TV ambacho kiko kwake, akiona hakina maana. Hili jambo la mvunja moyo sana mwanaume. Hili jambo la mvunja moyo mno mwanaume, kwamba kumbe hangaika yangu yote hamna kitu. Bwana kule si mchezo, ilo jisofa. Wewe unalo sofa, lakini ile lako limekuwa halitakiwi tena, sababu kaenda kaona sofa kule tofauti na hili la hapa nyumbani. Basi hili lako litafanywa vituko, mara ameachwa watoto anakata na viwembe, ili mradi halitakiwi. Aweza akalazwa mtoto hapo mpaka akati ya mikojo aondolewi, ili mradi lafanywa vituko, kwa sababu halitakiwi pale ndani. Hizi sio tabia nzuri. Muashara nzuri kwa wanaume, nasisitiza hasa katika maneno, lugha zetu ziwe nzuri. Lakini hata katika upande wa mume kwa mke, wakati mwingine nao wanaume wanakuwa na lugha mbaya kwa wake zao. Ndio usimuliwa kisa kimoja, bwana mmoja na mkewe, tajiri, mtu na pesa zake, lakini mke kila siku akonda. Lakini kuna masikini naye ana mkewe hivyo hivyo, mke kila siku anenepa, ajaa tu. Tajiri yule amfuata masikini, amwambia,
yule mkeo naona kanenepa vizuri, wampa nini? Masikini amwambia nampa nyama ya ulimi. Mke wangu nampa nyama ya ulimi. Basi sawa. Kwa kuwa huyu bwana ana uwezo wa kifedha, baada ya kusikia nampa nyama ya ulimi, siku ya pili bucha mapema na asubuhi, bwana, zile ndimi zote za ng'ombe wewe fungasha hapa, achukua apeleka nyumbani. Miezi miwili, mitano, 6, mke yuko vile vile, mke kakonda kweli kweli. Arudi bwana anambia mimi ndimi zote huko kwenye bucha nimezimaliza, lakini mke yuko vile vile hanenepi. Wewe bwana wampa nyama ya ulimi ipi wewe? Hembo ningazie. Huyu masikini amwambia mimi nyama ya ulimi ninayompa mke wangu ni mazungumzo. Tumekula ugali na bamia, alhamdulillah, nazungumza mazuri kwa mke wangu. Lakini yule tajiri kumbe yeye alikuwa na masimango. Mke atakula nyama za ulimi wa ng'ombe, akimaliza ungekuwa kwenu ungeyapata haya. Ona hapa sasa unakula unavyotaka hapa. Umejiachia hapa, umekaa tu. Masimango yanampelekea yule mwanamke anajisi unyonge, akonda. Ndimi hizi. Bi Khadija kwa mumewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwanamke bora sana. وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. Wakati inaanza da'wa ya Uislamu, mama huyu Khadija alisimama upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watahammalat ma'ahu almashaqqa waladha. Akatahammal huyu mama Bi Khadija pamoja na Mtume mashaqqa, alitahammal, alibeba mashaqqa na maudhi waliokuwa wakifanyiwa Waislamu. Huyu mama alisimama na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imara kabisa. Lakini pia aliitoa mali yake kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nusrati da'wa, katika kuinusuru da'wa ila Allah. Bi Khadija alitoa mali nyingi sana kuusaidia Uislamu. Hii mali alikuwa akimpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhakikisha anautangaza Uislamu katika kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu. Lakini huyu mama hakujali, alitoa mali yake kumsaidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii katika baadhi ya wanawake wetu wa siku hizi wamekuwa ni nati. Waweza mwanaume ukakwama huko, mambo hayajenda vizuri na yeye hela anayo, hawezi kusema mume wangu basi leo hebu chukua hii ukafanya matumizi. Akuona hivi leo mambo hapa si hapa, lakini yapake kaibana. Haitoki hiyo. Kambia mimi siwezi kuchenji 10,000 bwana kwa matumizi ya 5,000. Hataki tu kutoa. Bi Khadija alitoa mali yake kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia nataja nukta chache hapa za mwanamke katika jamii kwa ujumla wake. Almar'atu juz'un asasiyin min almujtama. Mwanamke ni sehemu ya msingi sana kwenye jamii yoyote. Jamii yoyote mwanamke ni sehemu ya msingi mno. La yakmun an yastaqima almujtama ma ihmali nisfi afradihi. Haiwezekani kabisa kutengenea kwa jamii
endapo itapuuzia upande wa mwanamke. Jamii yoyote haiwezi kunyooka wala haiwezi kutengemaa ikiwa itapuuzia upande wa mwanamke. Fahiya tushariku fi tarbiyati al-abna, kwani mwanamke anashiriki katika kulea watoto. Ta'limi al-atfali wan-nisa, mwanamke anashiriki katika kuwafundisha watoto na kuwafundisha wanawake wenzie. Nashri al-khairi, anashiriki mwanamke vile vile katika kuieneza khairi. Khidmati al-usra, anashiriki mwanamke katika kuihudumia familia. Khidmati al-mujtama'i fi majalati nafi'a, pia anashiriki mwanamke katika kuihudumia jamii kwenye nyanja zote zenye na manufaa. Al-a'malu al-mubaha allati tuwafiqu ma'a ta'alimi al-islam, anashiriki mwanamke vile vile katika kazi mbalimbali zenye kufaa ambazo zinaendana na mafundisho ya Uislamu. Da'mu zawjiha wa usratiha, anashiriki vile vile mwanamke katika kumsaidia mumewe, lakini pia kuisaidia familia yake. Riayati dhuafai wal muhtajin, pia hushiriki mwanamke katika kuwachunga na kuwasimamia wale wanyonge na wenye kuhitajia. Nashri al-ilmi wal akhlaqi al-hasana, pia mwanamke anashiriki katika kuieneza elimu pamoja na tabia zilizokuwa nzuri. Ndugu zangu katika imani, ya kusema kwenye hili ni mengi, lakini kutokana na wakati finyu tuliokuwa nao, ningependa tuishie hapa. Kama kuna swali moja mawili kwenye haya tuliyoyazungumza, basi mtu anaweza akauliza. Wa aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.